Mimi nasimama hapa kwa nafasi mbili. Kwanza, mimi rafiki wa hii familia, dada Ingelata, dada Grace, na ndugu yangu Chua, ni marafiki zangu wakubwa. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapa pole sana. Lakini pia nasimama hapa kwa nafasi ya mwenyekiti wa Liwakia, jumuiya ya watu wa Kilimanjaro kwa Ishiwa Arusha, ambacho chama hiki Priscus Chua ni makamu mwenyekiti ambaye amefiwa na baba yake. Priscus, ndugu zako tuko hapa, tumekuja kuungana na wewe, tunakupa pole sana. Roho ya marehemu ipate rehema kwa Mungu, pumzike kwa amani. Rambirambi zetu tumeshawasilisha. Msifuni Yesu Kristo. Mimi nasimama mbele yenu ni mwanajumuiya ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili kule Arusha Yesu, anakosali mtoto wa Mariamu Grace Ambrose. Tumeungana naye, tumemsindikiza kwa safari ya mwisho ya baba yake. Baba yake apate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Luis Alphonse Chua. Familia ya Alphonse Lemenge Chua imetuma pia kutoa rambirambi na kutoa pole sana kwa msiba wa baba mdogo Ambrose Chua ambaye tulimpoteza majuzi. Tunamwombea Mungu ambaye kama anapama mbinguni. Pia tunamwombea aweze kufikisha majukumu yake huko alipo, ili naye aje atuombee baadaye. Naomba pia Mungu atusaidie tuweze kumwombea kila leo ili aishi mbinguni kwa Mungu, aweze kukaa kwa raha na amani. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Natoa rambirambi kidogo kwa familia. Msifu Yesu Kristo. Sisi ni wanakikundi, tulisoma na Priscus Chua mwaka 1997 hapo Kaoni. Tuna kikundi chetu, tumekuja kumpa Priscus pole pamoja na familia yote kwa ujumla. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Paroko, Mheshimiwa walei, pamoja na jamii yote tuliokusanyika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Nasimama hapa kama mwenyekiti wa ukoo wa Chua. Ni sehemu ya kusimama kwa maana majukumu yangu. Cha kwanza kabisa, kabla sijaenda kwa yangu, nimepokea ujumbe wa baba Paroko kuhusu swala la wanauko wengi kufa kiroho. Hilo lipo, na sio wamekufa kiroho tu, wamekufa hata kiukoo. Wamekufa hata kiukoo, kwa sababu unashangaa watu wazima, wana watoto, wana wajukuu, lakini hawajui maana ya kushirikiana na ukoo. Sasa nikisema wamekufa kiroho na wamekufa kiukoo, si sahihi. Kwa hiyo kikubwa, baba Paroko yeye ni mlezi wa mambo ya rohoni, anaongea mambo mengi. Na hata sisi kwa sababu ni viongozi walei wa parokia tunakotoka, tunajua changamoto hizi ambazo baba Paroko anaziongelea. Ni vizuri ukishakuwa mtu mzima, hebu jitambue. Usipende kushikiwa fimbo usukumwe. Maana baba Paroko sasa atakuja kila nyumba hodi kwa mienda misai. Hapana. Tujitambue, tujijenge kiroho. Na kitu ambacho nyie kama ambao ni wazazi wetu, ambacho mnatakiwa kukifikiria na kukitambua. Hivi kama baba uende kanisani, kuna siku utamwambia mtoto aende kanisani akuelewe? Hivi kama baba jumuiya ushiriki,
Kuna siku utamwambia mtoto kuna habari ya jumuiya hakuelewi. Kwa hiyo ina maana wewe umeiua familia. Kwa sababu tusije kwa nani? Saa nyingine unashangaa baba. Unakuta baba na mama hamuelewani. Haya, sasa je, hawa watoto mmeweka upande gani? Sasa masikio yasikie. Ukisoma Injili ambayo ilisoma ya 14 ile sura ya 15, Yesu anasema mkinipenda mtashika amri. Sasa hebu mpendeni Yesu jamani, mshike amri zake. Tumsifu Yesu Kristo. Basi hayo ni ya kuendelea kuimarisha kiroho. Niombe kila mmoja basi ajitambue. Na kama kuna Wakristo ambao wanajiita Wakristo lakini hawajui maana wa Kristo, sio vizuri. Utaanza kurudi tu katika mafundisho ya Katekisimu Katoliki, au wakati watu wanafundisha mafundisho ya watukumeni, unaenda pale ukafundishwa tena kwa sababu umesahau. Kwa sababu kuna mtu mwingine sasa ukimwambia mwili wa Kristo anaweza akakuangalia tu kama nyoka anaua nyoka. Ni kweli, si tuko hapa. Sasa kama mtu unaamka asubuhi unaamkia baba, ukienda kulala unatoka baba unaenda kulala, hujui chochote kinachoitwa familia, hujui kinachoitwa kanisa, hujui kinachoitwa jumuiya wala jamii inayokuzunguka. Ina maana wewe sio marehemu ambao nani tayari umeshakufa kiroho. Kwa hiyo tujifufue. Hilo naombeni sana. Baba Paroko atatupa jukumu hili kama uko kwamba tukumbushie. Na mimi jama nikumbushe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa ndugu wengine ambao mlioko hapa, nimefika hapa kwenye familia hii kwa ajili ya Priscus. Priscus tunashirikiana naye kwenye sherehe za ukoo. Tunashirikiana naye kwenye masuala yote ya misiba ya ukoo na kila kitu. Lakini nikija hapa naona wachuo wako wengi. Sasa sijui wao ni wachuo wapi. Na mwingine hapa ni Salvatore. Nampongeza sana. Yuko hapa Kibosho. Lakini ukituma message ya mchango dakika moja 20,000 yaje kashatuma. Chao. Salvatore, Mungu akubariki sana. Na hiyo mbegu ambukiza watoto. Jamani, tumsifu Yesu Kristo. Basi haya mengine ya ukoo naombeni tukishamaliza tutajadili kidogo pale hata kwa dakika 5. Tuna wengine hapo wako labda hawajaipata ujumbe huu. Tutafikishiana ujumbe. Na tumekuwa tunatembea na katibu wangu muda mwingi sana kwenye misiba mingi. Sehemu ambao msiba ambao sikuweza kufika ni wa mama yake na Salvatore, hapa nilikuwa nimevunjika mkono. Sikuweza kwenda. Lakini misiba mingine yote nashukuru Mungu na najitahidi kushiriki. Katibu wangu ni mwalimu wa viziwi. Anawacha wanafunzi anakuja. Hata leo yuko hapa. Yuko hapa katibu wangu amekaa pale. Mimi mwenyewe ni machinga na naacha shughuli zangu nakuja hapa. Lengo ni nini? Ni kuunganisha jamii. Kwamba tusipoteane. Tuwe kitu kimoja. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza wale ambao wanatambua umuhimu wa kushirikiana na jamii. Na nyinyi ambao hamtambui, mimi si walaani, ila nawaombea kwa Mungu badilike. Na imani bado nafasi ya kubadilika ipo. Yesu hakuja kwa ajili ya walio wema, alikuja kwa ajili ya kondoo waliopotea. Kwa hiyo na imani hata kama umeshapotea, bado Yesu yupo kwa ajili yako. Na wampeni rudi kwenye mstari, kama jumuiya uende, nenda jumuiya. Kama kanisani uende, nenda kanisani. Na kama nyumbani mamigogoro yamezidi, ya uweni, mnamfaidisha nani? Kwa hiyo yote hayo ni sehemu ya kujenga watoto. Baba unagombana, mama unagombana. Hao watoto mnaweka kwenye mazingira gani? Mtoto anafika barabarani na anatoa tusi ambalo mwenyewe ukisikia hivyo unashika mdomo. Nani kamfundisha? Baba nyumbani akilewa anafanyaje? Sasa hayo sio vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa niaba ya ukoo napenda kuwashukuru jamii yote iliyokusanyika hapa. Nimshukuru ndugu yangu Ngowi kwa ushirikiano mkubwa ambao ametoa kwa familia kwa ajili ya kuratibu maziko haya hadi hapa ambapo siku ya leo tumefika. Niendelee kutoa shukrani kwa vikundi vyote na watu wote ambao Mungu amewapa nafasi, mmeacha shughuli zenu mkaja kutukimbilia. Mlipotoa msipungukiwe. Mungu awabariki sana. Basi kwa familia wa taarifa ya Tanga ni siku ya Jumamosi saa 7:30 mchana. Sasa huku kwetu tuna taratibu. Kuna hizi siku 3 ambazo familia iko hapa. Baba alikuwa mhangaikaji. Hatujui katika mihangaiko yake
labda kuna mtu aliwahi kumkopesha au kuna mtu ambaye alimkopesha yeye. Kwa kama kuna sehemu ambayo mtu anamdai baba au anadaiwa na baba, tunaomba kwa hizi siku 3 tulizoko hapa muweze kuja kwa ajili ya kutupa hiyo taarifa ili tuweze kuzifanyia kazi. Kama kuosile na sile jamani, kwa terewa wina wewe. Mwidi mefika hadi ejiri limejiwe edi lambo niyo. Ruwana wata ngujenero. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa familia, tumsifu Yesu Kristo. Basi salamu hiyo ni pamoja na waombolezaji wote. Nichukue nafasi kwa heshima kubwa kwa niaba ya uongozi wa Umoja wa Wakioso nitoe pole nyingi kwa wanakioso ambao wameondokewa na baba yao. Wanakioso hawa katika familia ni Priscus, Violata na Grace, watoto wa Mzee Ambrose. Vijana hawa walijiunga na umoja wakijua kwamba kuna matukio kama haya yanapotokea yawe marahisi wa kukimbiliana kama walivyokimbiliwa juzi. Baada ya uongozi wa Umoja wa Wakioso kupata taarifa ya kifo, walikaa siku ya kwanza na siku ya pili na ya tatu wakawa wamechanga kiasi cha shilingi milioni 657, na hela hizo wale wana umoja wamepelekewa wakazipokea kwa ajili ya maziko ya mwili wa baba yao mpendwa Ambrose. Dhana ya umoja huu ni kuhakikisha kwamba misiba inakuwa mepesi, watu waweze kuzikwa kwa kadiri ambavyo tunatamani wazikwe. Ile hali ya kukimbiliana katika hali ya kumgongea mtu nyumba kwamba tunaomba mchango kwa ajili ya maziko, basi umoja unasema kwamba hizo ni taarifa ambazo zilipendwa. Siku hizi ni mambo ya kidijitali. Watu wanawasiliana kwa simu, kwa mtandao, kwamba msiba umetokea kwa mwana mmoja mwenzetu, wanakimbiliana kwa haraka, wanapata hela ya kutosha kwa ajili ya kumzika mtu kwa wakati. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Basi baada ya kusema hayo, wana umoja hawa wanasema kwamba bado nafasi zipo. Na kwa kuwa nafasi zipo za kujiunga, basi mjiunge nyie wa Kibosho wenye asili ya maeneo haya, hasa Kibosho Kati na Kibosho Kaoni. Kujiunga mpaka sasa hivi kuna ofa kuanzia shilingi 200,000 mpaka shilingi 10,000. Kwa hiyo ni imani yangu kabla mimi MC sijaondoka hapa, tutapata wanachama wa kutosha kwa ajili ya kujiunga kwenye huu umoja. Kuna kikundi unaweza kujiunga kwa shilingi 200,000, 130,000, 120,000, 80,000, 70,000, lakini pia na 10,000. Na unapojiunga kwenye haya makundi, basi utaratibu wa kukimbiliana unakuwa ni huu. Mungu ni mwema. Kwa hiyo ngoja yaumiza nini? Basi karibuni tuweze kufuata huu wito wa mwenyekiti wetu Sylvester Masi, tufuate wito wa katibu wetu George Kimboka, tufuate wito wa mratibu wa shughuli za chama rafiki yetu mpendwa Jabiri Mushi. Nakushukuru MC kwa kuratibisha zoezi hilo la salamu za rambirambi, nikiwa na amini kwamba katika kuratibisha hayo na wale waliofika hapa na yale yaliyozungumzwa, basi tutaenda kuyaweka katika matendo. Nikushukuru mwenyekiti wa ukoo kwa kuunga mkono maneno yangu, niombe basi ukaingize kwenye matendo ili tuanze na huku kwa kinachua tuweze kuyaona mabadiliko. Kwa wanakioso nazidi kuwapongeza kwa namna ambavyo mnabebana. Siku zote popote ninapokutana nanyi kwenye misiba huwa nawapongeza na nazidi kuwaombea huo umoja uendelee kudumu. Lakini basi yale ambayo pia ninashauri au ninapendekeza muone namna ya kuyafanyia kazi. Huwa nasema kwamba kama tunaweza kumkimbilia mtu aliyefiwa na baba au mama, kuna kipindi akiwa hospitalini pia na uguzo, tuwe na utaratibu wa kumwangalia mgonjwa pia. Alafu basi Mungu akipenda tunakuja kwa upande wa pili. Hizo baraka zitamiminika zaidi. Kwa sababu kuna wengine wanaweza wakaelemewa kuuguza
umoja wetu ukawa sehemu ya kumsupport yule, pengine akaishi hata kwa miaka 3, 4, 5, ikawa ni baraka. Alikuwa anahitaji dawa za shilingi 200,000, 300,000 zikapatikana, mtu akaishi. Lakini inawezekana ilihitajika dawa 100,000, mgonjwa akaondoka, alafu sisi tunakuja na michango mikubwa. Ni jambo zuri, lakini nilitoa pendekezo kama kweli mwana umoja ana mgonjwa, basi atoe taarifa. Baraka tuanze kuzipatia kwenye kuuguza. Nafikiri katiba ipo, pengine ninazungumza ni gumu kwenu, lakini muangalie namna ya kulifanya. Lakini kiroho pia, kama kuna mwana umoja ambaye mko naye vizuri na anawajibika, alafu ni suria apokee sakramenti, afanye chochote, hii sasa nayo inaleta dosari kwenye umoja. Kwa hiyo msikubali kukaa na watu ambao ni wagonjwa wa kiroho kwenye umoja. Msaidiane, kama ni ndoa basi nini shida? Ni harusi, basi mwambie sisi tutakuja na chakula na nini, wewe nenda kanisani kamalize mambo yako. Sio ni mambo yameenda sawa sawa kwa mtu kutoka. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa wale wenyeji wana Mango ambao ni wanafamilia, ambao ni majirani, ni marafiki, naamini kwenye matukio kama haya tunakutana, basi Mango ni nyumbani. Mango ni nyumbani, na hivi tunavyokimbiliana kwenye misiba tuendelee kuwa na nia hiyo njema. Lakini tukumbuke pia tuna kitu kinaitwa parokia. Parokia, mama yetu Mango ataendelea kusimama, ataendelea kuimarika, ataendelea kutulea endapo na sisi tunamkimbilia mama. Kumkimbilia mama ni pamoja na kuiombea parokia, lakini pia kushiriki kikamilifu kwenye yale ambayo ni ya parokia. Wenyeji wangu wana Mango, naomba sana, tuko na mradi wa madawati. Naona kama vile unaenda kwa kusuasua. Niombe basi tuweke roho ya mshikamano, hiyo kazi tuikamilishe. Naomba sana, kama ulikuwa hujafikiwa na habari hii na umefikwa na huu msiba umekuja wakinachua, na pengine ulishafikiwa na hii habari na bado hujafanya chochote, au pengine ukuambiwa kwamba kila familia tuna kitu fulani tunafanya kwa ajili ya huo mradi, basi pokea huu ujumbe rasmi leo, na ukitoka hapa uende ukaangalie wewe na familia yako unafanyaje. Kwa kifupi, mradi huu wa madawati, baada ya kuona kwamba tunapaswa tushiriki wote, tukasema kila familia shilingi 200,000. Kidogo ikaleta maumivu ya kichwa kwa baadhi ya watu. Nilisema 200,000 nikafafanua. Najua kadiri ya familia Mungu ametubariki. Kuna familia ambayo ukimwambia 200,000 anaweza akakuangalia kama ile jicho linataka kutoka. Maana yake uwezo wake ni 5,000. Uwezo wake ni 10,000. Uwezo wake ni 20,000. Uwezo wake ni 50, 100. Na Mungu anajua ndio uwezo wake. Mimi nazungumzia wale ambao Mungu amewaumba hivyo. Sizungumzia wale ambao wana mkono wa birika. Ni mtu wa 100,000 anasema mimi na 20. Hiyo 80 Mungu atakuja kuichukua kwa wakati ambao utajua. Tumsifu Yesu Kristo. Na kuna wale ambao Mungu alivyowabariki uwezo wao labda ni dawati zima. Shilingi 500,000, shilingi 1,000,000. Hivyo tumeumba. Kwa hiyo nikasema kwa umoja wetu kama familia ya Mungu, kila familia tufanye kitu. Sasa wengine wamezunguka bana wapi, 200,000 tupate wapi? Anasema 200,000 tupate wapi, akati anaweka bia ya 3. Alafu anacheua. Huyu padi wa wapi huyu? Atoke huku, aende. Sasa mambo haya hapana. Kwa hiyo tulibebe ili kama la kwetu, tuende kwa ukarimu. Nyosha mkono wako, wa kwangu umeishia hapo, na wa kwako uishia hapo. Kile ulichoshika mkononi kwa ajili ya kazi ya Mungu, hayo nafikiri yatafanyika. Mingine nimeshagusia ya zaka na nini, kila mmoja timiza wajibu wake. Mimi nimekamilisha ya kwangu, tuingie kwenye utendaji na utekelezaji, tusonge mbele. Tuipende parokia yetu na sisi tuweze kufurahia huduma tunazopata kwenye parokia. Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tusimame kwa sala ya Bure. Na mwisho, wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Bwana
tuongeze kasi kutoa shauri za mwisho maombolezaji. Basi wapendwa, wajukuu wa kiume na wa kike, chukueni haya mashada. Chukueni mashada wajukuu wa kiume na wa kike na marafiki zenu. Picha na msalaba vitatangulia kuelekea kaburini, tukiamini tunaongozwa na kiongozi wa jumuiya. Vijana marafiki wa Priscus, basi msogee kwa maandalizi ya kuja kubeba hili jeneza. Wajukuu na marafiki zenu, mashada tafadhali. Mashada mengine yamechukuliwa, alafu wale kwa jeneza baba mtasaidia huku mbele. Vijana wa familia na marafiki zenu mjiongee kwa kubeba jeneza. Kiongozi wa jumuiya tuongoze. Msalaba uliofuata jeneza ufuate. Mashada yafuate. Kwanza mwendo kiongozi wa jumuiya. Uchukue vema msalaba wako.
tunaomba utulivu. Tunaendelea na ibada sasa ya maziko. Tuombe. Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo ambaye mwili wake utazikwa humu. Kwa unyenyekevu, Mungu Baba wa rehema, kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki, tuitikie, twakuomba utusikie. Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, zipokee kazi zao njema. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha baba na babu yetu Amrosi. Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tuwasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu baba na babu yetu Amrosi toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni, urudie ulikotoka. Tazame milima, nitayainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wako usogezwe, yeye akulindaye asisite. Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana usimama mkono wa kuume, nalo jua halitakupiga mchana. Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu mimi utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu na kumwambia
Mtakatifu Petro alivyofahamu makosa yake aliyotenda. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu baba na babu yetu Ambrosi kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Naomba mnaongea, tuko kwenye ibada baba. Baba na babu yetu Ambrosi, katika maji ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Baba na babu yetu Ambrosi, wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Karibu msiku zoezi la udongo. Basi wapendwa, tutawalika watu wachache mno kwa niaba ya wengi, na sisi wengine tutakuwa watulivu, tutaitwa kuja kwenye mashada. Mashada yote naomba wajigeukeni nyuma, wekeni kwenye bustani ya zamani iliyoko mahali pale. Tumwalike sasa frater aweze kumsindikiza baba yetu kwa udongo. Mama mjane, mama yetu Devota Mure na wake wenza ndani ya familia, watoto wa kiume na wenza wao wakiongozwa na Richard, Rogati na Priscus, watoto wa kike na waume zao wakiongozwa na Inviolata na Grace, mashemeji wa marehemu wakiongozwa au kuwakilishwa na Terezia John au Mama Tadei, mwenyekiti wa ukoo na kamati tendaji ya ukoo kwa niaba ya wanaukoo wote, wakwe wa marehemu, tupate wawakilishi kutoka familia ya Miloni Malia, dada zake marehemu pamoja na wenza wao wakiongozwa au kuwakilishwa na Nkanoti, wajomba wachache kwa niaba ya wengi, baba wa ubatizo au mwakilishi, wasimamizi wa ndoa au wawakilishi, wajukuu mlioko karibu na eneo la kaburi, ni ruksa pia kumsindikiza babu kwa udongo. Waratibu wa maziko haya kutoka mikoani hasa Arusha, tunaomba kwa niaba ya waratibu wote waweze kunyongea na kuweka udongo katika kaburi la baba. Basi wachache hao naomba sote turidhie kwamba wanatuwakilisha kuweka udongo. Sisi wengine tuendelee kwa watulivu, huenda tukaitwa kwa ajili ya kuja kulipamba kaburi. Basi tualike nguvu kazi, ujenzi uanze polepole taratibu, tukianza pembeni na kumalizia pale katikati. Kama afya yako umeshaiharibu kwa kilevi cha aina yote ile, basi unaombwa usisogee kwenye eneo la kaburi, huenda ukaharibu shughuli za hapa kaburini. Basi wanakwaya tuendelea kufarijiana kwa kuimba, lakini pale tutakapopata nafasi tunaweza pia kufarijiana kwa kusali. Tumaini wa jirani unaombwa, nenda kwenye gari ulete ile mishumaa. Tumaini jirani hapa, nenda kwenye gari lete ile mishumaa. Tumaini letu
kwaya. Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Furaha ya milele umpe Bwana. Amani milele uangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Msaada wetu katika jina la Bwana. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, ulipenda mwanao pekee Yesu Kristo ateswe na kufa msalabani ili kutukomboa sisi wanadamu. Msalaba wake umekuwa ishara ya ukombozi wetu. Tunakuomba uubariki msalaba huu utakaosimikwa juu ya kaburi la ndugu yetu Ambrosi. Kama vile mwanao alivyokufa akazikwa kaburini kisha akafufuka, msalaba huu uimarishe imani yetu juu ya ufufuko wa marehemu wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ambrosi, uandikwe ishara ya Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Asanteni waombolezaji. Padre amekuwa wa kwanza kulipamba kaburi na alipoweka shada alimalizia kwa kusema, Ambrosi, pumzika kwa amani. Tutakaobahatika kuleta mashada tutafuata utaratibu ambao padre ameshatuanzilishia. Tunaomba mgao wa mashada aweze kukaa katika mkao. Tumpatie sasa frateri shada ili aweze kwenda kulipamba kaburi la baba. Wagawa mashada tunaomba mkae katika mkao. Wakati frater anapenda kulipamba kaburi, tutaomba mjane wa marehemu mama yetu Devota akiongozana na wake wenza apewe shada lenye umbo la lauzi. Wakati mama anakongojwa, niombe pia watoto wa marehemu waandaliwe shada lililoandikwa baba. Watoto wa marehemu na wao. Pita kutane na bibi kule. Amina. Kichere, naomba mrudi juu kidogo. Kichere, rudi juu kidogo. Watoto wa marehemu nikiamini Rogati, Priskusi, Richard, Gracie, Inviolata na wenza wenu mtabeba shada lililoandikwa baba kwa ajili ya kupamba kaburi la baba. Mwe na subira kidogo. Mwangalieni mpiga picha. Mtaweka shada hilo mkisema, baba yetu mpendwa Ambrosi, pumzika kwa amani. Baba yetu Ambrosi, pumzike kwa amani. Amina. Basi wajukuu, fateni shada, zungukeni kaburi la babu, muhakikishe kwamba mnakwenda kulipamba na huku mkienda kwenda kuandaa mishumaa. Wajukuu wote wa kiume na wa kike, zungukeni kaburi kwa wepesi kidogo.
pateni mashada angalau hata yale moja moja, ili mjipange kulipamba kaburi la babu. Mashemeji wa marehemu wakiongozwa na Terezia John au Mama Tadei, naomba muendelee kusogea. Mwenyekiti wa ukoo wa Chua na wanaukoo wote, naomba muendelee kusogea. Wakwe wa marehemu familia Melody Malia, naomba muendelee kusogea. Wajomba wote na wenza wao, tupambe kaburi sehemu zote, tusipambe pamoja. Na alikuwa kuja kulipamba kaburi. Mkishaweka mashada, naomba msogee pembeni kabisa, ili mruhusu tunaowataja waweze kuja kulipamba kaburi. Mashemeji wa marehemu wakiongozwa na Terezia John au Mama Tadei, wana ukoo mkiongozwa na mwenyekiti na kamati tendaji ya ukoo na halmashauri ya ukoo. Familia ya Melody Malia, hawa ni waombolezaji kutoka Mloe, tunaomba mjiongee kuja kulipamba kaburi la shemeji yenu na mkoo wenu. Dada zake marehemu na wenza wao wakiongozwa na Mkanoti, wajomba wa kiume na wa kike na wenza wao. Viongozi wa halmashauri wa walei parokia kwa uwakilishi, viongozi wa kanda hii Kikristo, kanda ya Kitando. Shaweka unasogea hapo. Unasogea mbali kidogo ili wenzako na wapi. Viongozi wa serikali kutambua uwepo wa mheshimiwa diwani au mwakilishi, mwenyekiti wa kijiji au mwakilishi, watendaji wa eneo hili au wawakilishi wao, wazazi wenza kule walikooa na kule walikoolewa watoto wa marehemu, mwenyekiti wa kitongoji, jumuiya ya Bikira Maria kimbilio letu kutoka jiji la Arusha, tunaomba mwakilishi, jumuiya ya Mtakatifu Brigita na jumuiya za hapa jirani. Shada liko karibu na eneo la kaburi. Wawakilishi wa WATA kutoka parokia Mtakatifu Vincent Paloti Arusha, wawakilishi wa WATA kutoka parokia teule ya Mtakatifu Luka Mwinjili, wasimamizi wa ndoa tunaotajwa, tunaomba tuoe muda, tujitahidi. Tukikutaja kama hujapata shada, mashada yako karibu na eneo la kaburi. Lumbo la mzee wetu Ambrosi wa kiume kwa wa kike, baba wa ubatizo au mwakilishi. Madhehebu mengine tofauti na Wakristo watawakilishwa na Saidi Mtoso Mboro. Marafiki wa baba wataongozwa au kuwakilishwa na Rafaeli Sindato Mboro. Mwakilishi wa marafiki wa waliosoma na Priscus, jumuiya ya Wakioso wanaoishi kule Arusha kwa maana Jiwakia. Mwakilishi wa Ukweli na Uwazi Group, mwakilishi wa umoja wa wafanyabiashara Ngarenaro, mwakilishi wa Wakereketo Group, mwakilishi wa Wanama Uchao Kaskazini Group, mwakilishi wa marafiki wa familia kutoka jiji la Arusha, mwakilishi familia kutoka Moshi mjini,
mwakilishi jumuiya marafiki kutoka jiji la Dar es Salaam, majirani wa eneo hili tukitambua uwepo wa kina Munishi, kina Mushi, wajukuu andaliwa kwa mishumaa tafadhali, kina Kwai, kina Masawe, kina Mshanga, kina Mboro, kina Malia, kina Kimati, kina Soka, kina Kulaya, kina Asenga, kina Mmasi, kina Chami, kina Moria, kina Makoi, kina Sechu, kina Kimaro, kina Mwacha, akina Msele, akina Temba, akina Mulo, akina Otaru na zile kwa nyingine zilizozunguka eneo hili na alikokuja kulipamba kaburi. Umoja wa Wakiwoso muendelee kusogea tafadhali, mkae upande wa kaskazini mjipange. Umoja wa Wakiwoso kata zote muendelee kusogea upande wa kaskazini. Shada la ukoo liko karibu na eneo la kaburi. Shada la nguvu kazi liko karibu na eneo la kaburi. Shada la Wakiwoso upande wa kaskazini nyuma ya mpiga picha mahali pale, na Wakiwoso waendelee kukusanya mahali pale. Wajukuu washani mishumaa kwa maandalizi ya kuleta pale kwenye eneo la kaburi. Shada la nguvu kazi bado halijabebwa. Shada la ukoo bado halijabebwa. Subirini kwanza, msiwashe. Subirini kwanza. Shada la ukoo, shada la nguvu kazi. Wakiwoso naomba mjipange sasa. Iviolata, Gracie na Priscus kutoka kwa amani. Wajukuu sasa washeni mishumaa. Wajukuu zungukeni kaburi tafadhali. Wajukuu zungukeni kaburi. Wanakwaya, asanteni. Tuwasindikize wajukuu sasa. Mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo utuangaze. Mwanga, mwanga wa Kristo. Shumaji, mwanga wa Kristo, kwako tufike, kwako tufike, kwako tufike, utuangaze. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Mungu Baba yetu, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha ya mpendwa baba na babu yetu Ambrose. Tunakushukuru pia kwa wale wote ambao wamekuwa sehemu ya kufurahia maisha yake hapa duniani, lakini zaidi sana tunakushukuru kwa wale waliokuwa naye karibu kipindi cha ugonjwa wake mpaka kifo chake.
Asante kwa wote walioshiriki katika kukamilisha kazi hii ya kumhifadhi baba yetu. Tunazidi kuomba huruma yako ili uweze kumpokea kwako mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Basi tutabariki mapaji, ukarimu wa familia na wanaukoo kwa wageni wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba yetu, tunaomba uyabariki mapaji yote yaliyoandaliwa tunapoenda kuyatumia. Yatujalie afya na nguvu za kuendelea kukutumikia kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Poleni sana. Na basi wapendwa watazamaji wa Chinga One Online TV, asante kwa wewe uliyeshirikiana nasi na kuchukua muda wako katika kumsindikiza mzee wetu Ambrose katika ibada hii. Nasema asante sana na Mungu akubariki. Kumbuka ulikuwa nami, naitwa Chinga One Online TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0755 25 40 55 au 0659 22 15 15. Chinga One Online TV.